Mtazamaji, hapa ni Jangwani, eneo la fire. Ukitathmini ama ukifuatilia tangu jana mvua kubwa zilizokuwa zikinyesha, unapata taarifa kwamba barabara ya Jangwani inafungwa. Sasa jana ilikuwa siku ya kwanza wamefunga ili kuzuia magari yasiweze kupita kutokana na eneo la Jangwani kujaa maji. Na hii leo ikiwa ni siku ya pili pia kuna uzio hapa umeshawekwa na gari zote zinazotoka mjini zinakuwa zinapitia barabara ya Sarenda ili kuunganisha na kwenda katika maeneo mengine. Kwa mfano pia mwendokasi ambazo zinakwenda maeneo ya Ubungo, Kimara na Mbezi, kwa hapa inabidi wapitie Sarenda wakitokea Posta pamoja na Kariakoo ama kule Feri wanapitia Sarenda. Na kama unavyoweza kuona wananchi mbalimbali, wanafunzi wengi wakitafuta usafiri wa kuweza kuondoka katika eneo hili la huko mjini na kwenda katika maeneo yao ya kurudi nyumbani, lakini pia wafanyakazi na baadhi ya wananchi katika shughuli zao mbalimbali pia wapo hapa wakitafakari na kuchukua usafiri wa kwenda katika makazi yao. Kama hapo unavyoona mwendokasi hiyo yenyewe pia inapita barabara hii ya Muhimbili wakitokea zikitokea mjini kama Kariakoo ama Posta, na zinakunja njia hii ya Muhimbili kulitafuta Sarenda Bridge ili waweze kuconnect na barabara ya Moroko Kinondoni kutokea tena Magomeni na kuelekea Ubungo. Huo ndo mfano ambao tunauona hapa moja kwa moja baada ya barabara hii ya Jangwani kufungwa, na magari mengi pia yakiendelea kupitia njia hii ya Muhimbili kwenda kutokea Sarenda na kuelekea maeneo mengine, lakini si kupita hapa Jangwani. Baki nasi ili kuweza kuendelea kujua nini kinaendelea kule chini kwenye njia kubwa kabisa ya maji ya mto Msimbazi, ambapo pia tunakwenda kukuelezea ama kukuletea picha za pale ili kujua maji yamejaa kiasi gani. Mtazamaji, sasa tumefika katika ili eneo la katikati baada ya kuonyesha picha za kule juu kutokea fire. Huku sasa ndiko kwenyewe ambapo maji yakishajaa katika mto Msimbazi ni lazima yapande kurudi katika barabara, na kama unavyoweza kuona hizo picha kule ambapo kuna maji ukianzia hapa katika barabara kama unavyoweza kuona, lakini kule ndani ya uwanja huu ni uwanja wa Jangwani ambapo tumezoea kipindi cha nyuma panakuwa pakavu, kunafanyika michezo, mikutano ya wasanii, mikutano ya wanasiasa. Ndo hali ilivyo katika picha ambayo nakuonyesha upande wa kule ambapo kile kiwanja cha Jangwani ambacho tunakijua kinafanyika matukio mengi ya kijamii. Maji ndo kama hivyo yapo yameshajaa. Kwa maana hiyo maji yakisha kuja katika eneo hili ni lazima yatavuka kuja katika barabara. Kilichofanywa mpaka hivi sasa na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba eneo hili linakuwa na utulivu pamoja na usalama, ili hakuna chombo chochote ambacho kitapita hapa kwa ajili ya kuhatarisha maisha ya wasafiri. Kwa maana hiyo barabara hii imefungwa, na hapa ndiko kwenye ile top tunaita top ambapo maji yameshafika katika eneo la barabara kiasi kwamba hata ukiyapima tu kwa gari kama ndogo inaweza kapita hapa ikazama. Yale mabasi makubwa ambao unaweza kuyaona ama maroli ama mabasi yale mwendo kasi pia yanaweza kazidiwa nguvu, hasa pale katikati. Tutajaribu kusogea tuweze kuonyesha pale katikati ambapo ndo mto wenyewe wa Msimbazi unakatiza. Acha huko ambapo tupo katika hii awamu ya kwanza, tutasogea kule mbele kuweza kukupa picha vizuri kama tutaweza kupata. Mtazamaji, tumefika hapa eneo la katikati, kwa sababu hapa ndo unaigawa Jangwani yenyewe kwa maji. Na hii kama vile unaweza kusema ni sehemu tu ya kwanza katika kumbukumbu na historia ya eneo hili. Wakati mwingine maji yanakaribia kufika ya Magomeni ama kwa upande huu ambao tupo sisi, maji huwa yanakaribiaga kufika eneo la fire kabisa, na hapa bado yapo nusu ama hapa katikati shimoni, unaweza kusema katika shimo hili la Jangwani ndo maji ya leo yalipofikia.
kuna madaraja kama hapa tunaweza kusema kuna njia za maji kama 3. Njia kuu kabisa ni ile kule mwisho ambapo ndo mto wenyewe Msimbazi, lakini kuna njia ya hapa katikati kama unavyoona ile sehemu yake ya kupitishia maji hapa katikati, lakini pia kuna upande mwingine yale maji ambayo yanapita katika ule mfereji ambao unaweza kusema usawa wa kutokea kule kwenye klabu ya Yanga. Kwa kuna njia kama 3 hivi za sehemu ya kupita maji. Sasa hizi zote zinapokea maji mpaka hivi sasa kutoka katika mto mkubwa kule mbele, mto wa Msimbazi. Sasa maji yanarudi huku tulipo sisi, maji yanarudi, mengine yanarudi tena kuingia katika upande wa hizi njia za maji ndogo. Na kinachofanyika hapa, haya maji kama mvua ingeendelea kunyesha ama itaendelea kunyesha, ndipo atakapokuwa anasogea kufata barabara kuja huku juu ya barabara. Kwa maana hiyo tunapoona barabara zimefungwa ama unapoona barabara imefungwa hii ya Jangwani, unaweza kusema kwamba kama vile ni utani. Watu wengine wanakuwa haamini Jangwani kumefungwa kwa mvua gani, lakini mvua inaweza kaa si kubwa, lakini pia ikaa imechangiwa na kunyesha sehemu nyingine nje ya Dar es Salaam ama nje ya eneo hili. Kuna ndugu yetu hapa anatuambia anafanya biashara usafi. Tumemuelewa, na anaokota chupa hizi na vitu vingine, inasaidia kwa sababu pia katika hizi njia za maji chupa zinapojaa, takataka zinapojaa, ndipo ambapo hii mito ama mifereji inaziba. Hawa ndugu zetu wanaofanya hivi inasaidia pia kuweza kurahisisha hata maji kuweza kupita. Unaona vijana hawa wapo katika hii kazi ambapo unaweza ukapongeza, wanajaribu kupunguza vile vitu ambavyo vinasababisha maji yasiweze kwenda. Wapo hapa ndugu zetu ambao wakiendelea na hii shughuli ya usafi hapa katika eneo hili la Jangwani. Na kubwa zaidi ndio kitu ambacho kinaendelea hapa Jangwani. Maji ni mengi sana, takataka kama unavyoziona ni nyingi ambazo zinatoka katika maeneo tofauti. Kwa maana hiyo hii inasababisha hata hizi njia za maji kuweza kutopitisha maji vizuri. Utupaji pia wa takataka kwa wakazi wa Dar es Salaam imekithiri njia za maji. Takataka ni nyingi sana kama unavyoweza kuziona zikiwa zinaelea katika maji haya hapa katika bonde la Jangwani. Kwa hiyo ndugu zetu hawa wanajaribu kupunguza hizi chupa, ambapo inasaidia pia urahisishaji wa maji haya kuweza kupita. Bwana, nataka kuongea. Sogea ndugu yangu. Mambo vipi? Wema. Unaitwa nani? Naitwa Isaac Mrisho Gambo. Okay, Isaac, hapa unaelezaje hali ya haya maji ambayo yamejaa hapa? Yaani hali iliyokuwepo hapa ni mbaya, kutokana sisi tunafanya shughuli zetu mazingira haya kwa pale ng'ambo mwendokasi kwa juu pale. Kwa inapotokea dhoruba kama hii, serikali hutuondoa katika mazingira haya ili kuepusha athari zinazotokea katika mazingira haya. Mara nyingi wanaokota watu hapa wamefariki, inatoka huko Mizoga. Asilimia kubwa mvua inyeshia hapa kwa sasa. Asilimia kubwa mvua inanyesha Buguruni, Kinyerezi, Tabata huko. Sasa mkondo wa maji unapitisha hapa, kutokana maji hayo yanatoka huko yanamwaga huku baharini. Sasa lazima yanapofika hapa hayo maji, uchafu unakuwa mwingi pale. Taka inakuwa imejazana, maana yake maji daraja linaziba, yanapita juu ya daraja. Sasa kwa mazingira hayo serikali sasa inatuamuru sisi tutoke mazingira haya kuepusha sisi kuathirika na mafuriko haya. Sasa basi mimi nilichokuwa nakiomba serikali wajaribu kuangalia mpango mkakati basi wa kuweza kurekebisha hili swala, ili watu wao wanapita kwa amani, ili haya maji waone wataliondoa vipi hili swala. Kuna mchakato uko hapa wa kuweza kujenga daraja la kuhamisha la kupitisha magari juu na watu kwa ujumla, lakini huo mchakato unaona kama hauendelei. Sasa naomba serikali, mchakato upo katika maandalizi, watatengeneza daraja, mipango ipo,
mipango ipo na chini ya Wizara ya Ujenzi, TAMISEMI walishakuja kufanya tathmini hapa mwaka jana, kama nakumbuka, walikuja mawaziri wote walifanya tathmini ya jinsi gani daraja itapita. Lakini tuje katika upande wa pili, nyinyi mhofia usalama wenu labda hivi mnavotafuta hizi chupa? Yaani katika mazingira haya usalama ndio tunahofia, kwa sababu si ni binadamu, ndio si unajua, kwa sababu si ni binadamu pia lazima tuhofie usalama wetu. Lakini maji yanapokuwepo katika hali hii yamepungua, si tunafanya kazi ya kupunguza taka, kuzisukuma ziende na maji zitokee baharini, huko tunaokota chupa hizi kujipatia kipato kwa muda huu ambao bado zinaelea. Lakini maji yakiwa mengi hatuwezi kuingia humu, kwa sababu na sisi pia tuna familia zetu na tunaendesha maisha yetu kwa ujumla. Okay, hapa tumeona jeshi la polisi wakiangalia usalama. Nyinyi waliwasumbua ama waliwaambia mtoke ama waliona mnasaidia hichi ambacho mnachokifanya? Kiuhalisia siwezi kujua kwa mtizamo wao, lakini wao wameamuru watu wapande kule juu, na haya maji yametukuta tukiwa tunavusha watu kwenda huku yakiwa bado ni machache. Kwa hiyo wao walikuwepo upande huu, si tupo upande wa Magomeni, ndio tukawa tunakuja. Lakini baada ya kufika hapa wao wakaona ni machache, hawakuweza kutuamuru tuondoke, kwa sababu waliona hamna athari yoyote inaweza kutukuta. Lakini kwa mmetokea upande wa pili kule. Lakini kama ingelikuwa kuwa ameona kuwa kuna athari inaweza kutukuta, maana yake hapa sasa hivi tungekuwa kwenye gari la polisi mule, aidha tungekuwa tushafikishwa vituo vya polisi, kwa sababu yakitokea hapa mafuriko au maji mengi, mtu akikaidi amri hapa lazima serikali wachukue hatua ya kumkamata, kwa sababu tayari aisha kaidi amri. Unaambiwa tii amri bila shuruti, ndio, lakini sasa yanapokuwa hali ipo katika haya maji ni madogo, hayafiki shingoni wala humu kifuani, lazima, yani kwa sisi sasa, sijajua kwa mtu mwingine, kwa sisi tunapoona chupa zinaelea kama hivi, kwa sababu zinatupatia kipato, inabidi utoe hapo upeleke pale karibu upime upate hela ya kukizi familia, kwa sababu kwa muda huo serikali imekutoa pale. Maana yake mimi na biashara pale sitakiwi kufanya biashara, kwa sababu wameona tayari kuna athari zinazoweza kunikuta kutokana na haya maji. Wameamuru watu wapande kule waache biashara zao. Lakini sasa naona nimefunga biashara, nawezaje kujipatia hela? Niende nikaibe? Najiokotelesha hizi chupa, baada ya hapo nikipima nikipata 10,000, 15,000, familia imekula. Lakini hata mimi sijapenda nifanye hii kazi, ni kutokana na serikali imeamuru tufunge biashara, tutoke mazingira yale kwa ajili ya usalama wetu. Okay. Bwana, asante sana. Endelea basi kufanya huu usafi, lakini pia wakati huo kwako wewe unapata kipato na ni ajira. Asante sana. Labda una neno gani la mwisho la usalama wa hapa kwa mtu ambaye mwisho wa siku hajui ya maji jinsi ya kuyapima? Nyinyi mpo hapa lakini hamjapata madhara. Kwa yule ambaye sasa hajui uzoefu wa kuvuka hapa Jangwani, unamwambiaje? Yaani kiufupi, kwa mtu ambaye elewi eneo hili, anapoona maji yamefikia kile kimo cha kuivuka mwendokasi, atakiwi kuvuka kuja huku. Lakini kwa mtu ambaye amezoea mazingira haya, lazima utamuona tu yuko huko kwenye maji, kwa sababu anajua akifika hapo barabara ya kuingia huku, anajua hapo kuna kina gani. Baada ya hapo akifika hapa atajua kuna kina gani. Lakini kwa yule mgeni hawezi kujua, hata ni kawaida, kwa sababu wewe unapita na yeye atakapite. Kwa hiyo tuchukue tahadhari kwa wananchi wote wanaopita katika maeneo hayo. Lakini pia tunaiomba serikali kwa muda huo ambao ujenzi hujaanza, itafute mbinu mbadala basi ya kuwaepushia wananchi wake madhara, ili wabunie mbinu mbadala au njia mbadala ya kuweza kupita, tofauti na watu kupita mazingira haya kama walivyoamuru watu warudi kule faya. Asante sana. Okay, asante sana. Ndugu yetu ametoa ya kwake, ameongea mengi sana juu ya usalama wa hapa, lakini pia akitaka njia mbadala kwa kipindi kama hiki ambacho maji yanajaa, basi serikali ihakikishe kwamba sehemu zingine zinapitika kwa maana ya usafiri ama watu kuvuka, na si eneo hili ambalo lina hatari sana ya usalama. Wao wakizoea shughuli zao hizi za kokota chupa, wenyewe wanakuambia wanafanya usafi ili kuhakikisha kwamba maji yanapita. Sio kwamba wanafanya kazi hii bure, wanajaribu pia kusaidia kutoa taka hizi za chupa za plastiki ambazo wanakwenda kuuza. Basi hili ni eneo la Jangwani kama ulivyoweza kuliona, maji ni mengi, yameshajaa na barabara hii imefungwa.
Gari hakuna ambayo inatokea Magomeni kuja mjini wala inatokea mjini kuelekea Magomeni. Kutoka hapa eneo la Jangwani jijini Dar es Salaam, mimi ni Juma Idi Bangla, nyuma kamera alikuwa director Nyoni. Endelea kufuatilia PMTV kuweza kujua taarifa na matukio mbalimbali katika kipindi hiki cha mvua ambazo zinaendelea kunyesha.